Weza vipi katika nchi ambayo inaheshimu misingi ya katiba, inaheshimu misingi ya katiba? Leo mashauri haya, mlolongo wa mashauri haya kama nilivyoeleza kwamba yamekwisha kufunguliwa. Leo nchi yetu ambayo inaheshimu katiba, inaheshimu utawala wa sheria, inaheshimu utawala bora, mgombea wenu ambaye mmoja yuko mahakamani, kama nilivyosema kule awali, mmoja wenu yuko mahakamani akidai haki zake hizi mahakamani, na hamjui mahakama itaamua nini mwisho wa siku. Hamjui mahakama itaamua nini. Kwa nini uchaguzi, kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee ile ile? Kwa nini INEC iendelee kutengeneza ballot paper kwa ajili ya uchaguzi huo? Kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee kubaki tarehe hiyo hiyo 29 Oktoba mwaka 2025? Tumepeleka malalamiko yetu katika mahakama ya rufaa, na kwa kweli kuiomba kwamba kwanza shauri hili lisikilizwe na liamuliwe kwa haraka sana iwezekanavyo kabla ya hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Lakini pia mahakama kuu itoe maelekezo kwa mgombea ambaye wameamua tu kwa utashi tu ya taasisi ya INEC kuamua tu kwamba huyu tumwengue, asiwe sehemu ya wagombea. Amenyimwa nafasi ya kwenda kuzitafuta kura hizo, ya kwa wananchi kwenda kujinadi kwa muda wa siku 60. Leo inapomrejesha yeye, muda wake anakuwa compensated vipi? Ili apate nafasi na yeye ya kuwafikia wapiga kura, apate nafasi ya kwenda kuhakikisha kwamba kila mahala panapotakiwa kuwekwa mawakala wamewekwa mawakala, ili ahakikishe kwamba mahala popote pale ambako alitakiwa na yeye jukumu lake ile la kisheria amelitekeleza. Leo hayo yanazingatiwaje? Kwa hiyo tumepeleka na tumemwomba, na hata ombi letu hili linaenda kwa hati ya dharura katika mahakama ya rufaa, lakini vile vile tumeandikia barua jaji mkuu kumwomba sana kwamba hili shauri lipangiwe utaratibu haraka na liamuliwe kwa haraka, ili haki iweze kutendeka na wananchi waweze kupata fursa nzuri ya machaguo ya wagombea wanaowataka. Sasa katika kufanya hivyo ndio jukumu ambalo tumekwisha kulitekeleza sasa. Na mimi naendelea kusema tena, nilisema tukiwa Dodoma na hapa narudia kusema kwamba serikali pamoja na mamlaka zote za serikali wanao wajibu wa kutii sheria. Wajibu wa kutii sheria hauwezi ukawa tu kwa ajili ya wananchi. Swala la kutii sheria linatakiwa kuwa la serikali yenyewe, linatakiwa kuwa ya mamlaka ya serikali zenyewe. Hauwezi serikali ukasisitiza utii wa sheria kwa wananchi kama serikali haiwezi kuzingatia katiba, kama serikali yenyewe haiwezi kuzingatia sheria za nchi. Nchi ya namna hiyo lazima itasababisha machafuko tu. Nchi ya aina hiyo lazima itasababisha machafuko tu. Nimesema kwamba hata sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi, huyu mgombea wa urais wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassan, uteuzi wake umepingwa mahakamani na hata msajili mwenyewe wa vyama vya siasa alishakiri kwamba huyu mgombea ana shauri linalomkabili mahakamani ya kupinga uteuzi wake. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndugu Samia Suluhu Hassan ana shauri ambalo wanapinga mwanachama mmoja wa Chama cha Mapinduzi, ndani Dr. Malisa. Amepeleka shauri mahakama kuu, na baadaye sasa hivi yuko mahakama ya rufaa akipinga uteuzi wake. Na hili shauri katika mahakama ya rufaa limefikia hatua ya kusikilizwa. Sasa kama mna wagombea ambao wana kesi mahakamani na hamjui mahakama baadaye itaamua nini, ukichukua kesi zangu mimi, ukichukua na kesi za huyo mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye naye anapingwa na uteuzi wake umepingwa mahakamani, mnaendelea tu kusukuma, mnataka uchaguzi tarehe 29 na mnataka uchaguzi wa rais. Mimi sina tatizo na tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 kufanyika uchaguzi wa madiwani wa bunge.
lakini hamwezi kufanya uchaguzi Oktoba 2025 wa rais ambaye karibia wagombea wawili wote wako mahakamani na wanashtakiwa na mahakama mjui itaamua nini. Kwa hiyo ni muhimu kuheshimu mamlaka za kimahakama, na sisi tunasema kwamba tumeomba kabisa kwamba uchaguzi wa rais usifanyike hadi shauri hili lililoko mahakamani likamilike na kesi zingine zilizoko mahakamani zifanyike, ndio sasa uchaguzi wa rais uweze kufanyika. Lakini hata hivyo sisi tumeamua kuhakikisha kwamba tumezijulisha taasisi za kimataifa ikiwemo Mahakama ya Afrika ya Mashariki, Mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, yani the African Court on Human and People's Rights, lakini Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ACC The Hague, kuingilia kati na kuzuia kufanyika uchaguzi wa nafasi ya rais hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2029. Na ninapozungumza rais, maana yake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna tatizo na uchaguzi wa rais upande wa Zanzibar, ambako kwenyewe wako vizuri, wanaendelea na kampeni vizuri tu, hakuna mtu kumwekea mapingamizi mwenzake. Sasa huu woga wa huku upande wa bara ni changamoto sana, changamoto sana. Inafika mahala mpaka mnaamua hayo ambayo mnayoweza kuyaamua, ambayo kwa kweli sisi hatuwezi kukubaliana nayo, lakini hata pia kujulisha hata mabunge ya Umoja wa Ulaya yaweze kuingilia kati mambo haya. Kama tutapeleka mahakama ya rufaa na yenyewe zisikilizwe, sasa tutafanya nini? Ni lazima tuende kwenye hizi mahakama za kimataifa ziweze kutusaidia. Uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, usimame hadi hapo mashauri haya yatakapokuwa yameamuliwa na kutolewa uamuzi.